Kwa matukio ya mauaji bado tunatafuta aliye nyuma ya hili jambo. Baada ya kongamano kutokea, mlipuko, matajiri wameuawa, na ndio siku ama ndio wakati ambao kijana wetu Hamza alikuwa ameidiwa tunda, yani wakitoka kwenye kongamano basi angeenda kujilia tunda vizuri kabisa. Na hii yote ni kwa sababu Reggie alikuwa na furaha baada ya kutambua thamani ya pete alionayo. Sasa akaona kama mwanaume ananithamini kiasi hiki, kwa nini simpe alichonipa mama? Sasa walikutana kuweza kukaa kikao na kujadili. Walikutana kule kwa Dina, na walikuwa ni viongozi wakubwa huko, ndo wapo huko, akiwepo pia Himidu na Afande Simba. Sasa ile kwenye kuongeongea, Roda ndio akaja akamuulizia Afande Msiba kwamba yupo wapi. Wote walibaki wakishtuka kwamba hivi kumbe kuna Afande Msiba. Kwa hiyo kipi kitakachoendelea? Langu jina ni Lucas Lumbasi, na kama nilivyokuahidi kwamba kila saa 2 asubuhi tukutane kwenye simulizi ya Hamza. Okay? Yes. Sasa bwana Hamza hakuwa ametegemea swali hilo kutoka kwa Roda pia. Hata yeye mwanzoni alitaka kuuliza Afande Msiba yupo wapi, lakini hakujua kama Roda angeingilia mwenyewe. Sasa Afande Karume alitaka kusema kuhusu ili, alishia tu kumwangalia Hamza akionekana kutaka maelezo. Hamza akasema ya kwamba ni moja ya dada zangu niliokuwa nao, kuna kitu anataka kumuuliza Afande Msiba. Mara baada ya Karume kusikia hivyo, alishia kutingisha kichwa na kisha akasema ya kwamba kumbe ndo hivyo, ila Afande Msiba yupo kituoni akisimamia uchunguzi kutoka maeneo yote ya nchi. Ni kitu gani anataka kuuliza? Kama linahusiana na kitengo chetu, ninajua karibia taarifa zote. Basi Roda aliishia tu kumwangalia Hamza, na mara baada ya kuonyesha ishara ya kuendelea, aliona ngoja aulize. Roda akauliza kwamba nataka kujua kwa nini watu wa kitengo cha Malibu wakati wa nyuma walienda nchini Japan na kuua watu wa familia yetu iliyofahamika kama Black Fog. Roda aliuliza hivyo. Mara baada ya kusikia swali hilo, Afande Amani na Afande Simba wote sura zao zilikakamaa, huku macho akiwa na hali ya ukali. Kwa kuangalia tu mionekano yao ilionyesha fika walikuwa na kitu. Asanya Kasura akasema ya kwamba Afande Msiba alishawahi kwenda Japani kuua familia. Aliongea Nyakasura akionekana kuwa katika mshangao mkubwa, na aliendelea kuuliza kwamba Roda, yani unamaanisha familia yako iliuliwa na watu wa jeshi letu? Roda akajibu ndio, huku akikunja ngumi kwa nguvu akiwaangalia majenerali wa jeshi. Kaambia kwamba inaonekana nyie wote wawili mnajua kinachoendelea au mlihusika pia. Msikilizaji, eneo hilo lilijawa na ukimya wa sekunde kadhaa, huku Afande Amani na Afande Simba wakiangaliana kabla ya kuongea. Sasa Afande Amani akasema kwamba kwa hiyo wewe ndio yule msichana uliyeweza kuokoka kipindi kile, si ndio? Aliongea Amani kwa mshangao kidogo. Maneno hayo yalikuwa ni kukiri kwamba hata yeye alihusika kwenye lile tukio lililotokea kwa familia ya Roda. Roda akasema kwamba vipi, mlidhani nilifariki? Hapana, mmeua familia yangu yote na pia mnataka kuniua na mimi sasa hivi, si ndio? Aliongea Roda huku akiwa na muonekano wa kikauzo, sura yake ikijawa na dhamira ya kuua. Hata hivyo Afande Amani alishia tu kutabasamu na kutingisha kichwa chake kukataa. Sema kwamba Miss Black Fog, kwa sababu una ukaribu na Hamza, basi hatuwezi kukuficha jambo lolote. Sababu ya nchi yetu kufanya maamuzi magumu ya kihistoria mpaka kwenda Japani kwa ajili ya mission ya kuua watu wa familia yenu ni kwa sababu familia yenu ilituchokoza kwanza kupitia kitengo cha kitaifa kilichofahamika kwa jina la Heaven Illumination. Unaweza usielewe maana ya kitengo hicho, ila kwa ufupi ni moja ya vitengo vya ulimwengu wa siri ambavyo vilikuwa vikijihusisha zaidi na wizi wa rasilimali na nyaraka za nchi za nje. Kwa hiyo kitengo cha Heaven Illumination, mwanzilishi wake wa kwanza alikuwa ni babu yako, na ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kuingiza wanajeshi nchini kwetu, kukamata, kutesa na kusainisha viongozi wa juu mikataba ya siri, na hata kutoa siri za nchi kwa kile walichokiita Operation Fidia. Basi Black Fog alishindwa kushtuka kwa wakati. Ingawa alijua swala zima la kitengo cha Heaven Illumination, hakuwahi kufahamu kama baba yake ndiye
aliyekuwa muasisi mkuu. Roda akasema, unadanganya, lazima mlifanya hivyo kwa sababu ya damu ya miili yetu. Akaambia kwamba kumbe unajua kuhusu swala la damu ya urithi wenu. Aliongea kidogo sasa akisinyaza macho. Nyakasura akauliza kwamba ni damu gani hiyo ya urithi wanayo. Hata hivyo swali hilo lilipotezwa na babake. Basi Roda akaambiwa kwamba Miss Blackfog, katika historia ya nchi yetu hatukuwahi kuwaza kama tutakuwa na misheni ngumu katika nchi yenye nguvu ndani ya bara la Asia. Lakini ikitokea nyaraka za nchi zimeibiwa kwa njia haramu zilizogeuka misingi ya utu, ni haki yetu kufanya lolote kuhakikisha kwamba tunaweka mizani sawa na kulinda uhuru wetu. Mimi sitoenda ndani sana juu ya nyaraka ambazo watu wa familia yenu waliiba. Ila kama uamini kuhusu maneno yangu, unaweza kuongea na bosi wako Regina akusaidia kufanya uchunguzi. Kwa namna yoyote ile, lazima watu wa Jicho la Anga watakuwa na taarifa za msingi juu ya kilichotokea. Na kubwa zaidi, kitengo cha Heaven Illumination hakikufanya uchokozi kwetu sisi pekee. Waliua mpaka viongozi wakubwa wa China. Yaani kwa lugha nyepesi, watu waliouawa katika operation zilizoongozwa na baba yako ni wengi kuliko hata idadi ya watu wa ukoo wenu wote. Hata kama sisi tusingechukua tu mapema, serikali nyingine ingechukua tu. Kwa hiyo tubidi kuwa wa kwanza kwa ajili ya kulinda taarifa zetu zilizoibiwa. Anaongea Afande Karume kwa utulivu kabisa. Msikilizaji, stoshe hakuona kama kuna sababu ya kuficha. Kwa uwezo pekee aliokuwa nao, ni ajabu kumwogopa mtu kama Roda. Sababu ya kuelezea hayo ni kwa sababu tayari alikuwa na ushirika na Hamza. Asa Roda mara baada ya kusikia jambo hilo, alijikuta kifubaa huku machozi yakipamba macho yake, akiwa katika hali ya kutokuamini kwa wakati mmoja. Akasema kwamba hapana, hicho sio kilichotokea. Kwa nini sikuwa nikijua? Akaambiwa kwamba hakika huwezi kujua. Ulikuwa na umri gani wakati ule kwani? Afu stoshe, kutokana na familia yenu kuwa na asili ya Afrika, serikali ya Japani ni kama iliwatoa kafara. Na kama ni hivyo, ni ngumu kukupa ukweli wote hata baada ya kujaribu kuutafuta. Roda alijibiwa hivyo bwana. Sasa Roda akaendelea kuambiwa ya kwamba nakubali kwamba kuua watu zaidi ya 100 ya familia moja ni nje ya miiko ya kibinadamu. Ila kama upo tayari kulipa kisasi kwa watu wa familia yako, tupo tayari muda wote. Hata hivyo, mbele ya maslahi ya kitaifa, hata kama mikono yetu imejaa damu, hatuwezi kujutia. Alafu kingine, unapaswa kufikiria kwa makini. Unadhani kama tungetaka kukuua wakati ule baada ya kujua umetoroshwa, unadhani tungeshindwa? Ni kwa sababu tulijua tayari wewe ni mdogo na huwezi kujua chochote kinachoendelea. Ndio maana jalada la kesi likafungwa. Ila sikudhania baada ya miaka mingi utasimama mbele yangu. Basi bwana, kila mtu alisikia maelezo hayo alijawa na huzuni na hali ya kutoelezeka kwa wakati mmoja. Walijua kwa mpiganaji maslahi ya taifa, haijalishi anachokifanya kinaonekana kuwa na uovu kiasi gani, ili mradi ni swala lenye nia ndani yake, lazima wazilinde dhamiri zao kuonyesha kwamba walichokifanya kilipaswa kufanyika. Asa Regina akasema kwamba Roda, usiwe na huzuni kiasi hicho. Nitakusaidia kufanya uchunguzi na kuthibitisha kama kilichoongelewa hapa ni kweli. Dina akasema kwamba ndio Roda, kama ni kweli angalau sasa utakuwa unajua sababu na matokeo. Afande Karume akasema ni swala lililoanzia upande wa familia yenu. Na kama ni kweli nadhani utakaa chini na kujua cha kufanya. Roda akasema kwamba sitaki kusikia, sitaki kujua chochote, ni uongo mkubwa. Aliongea Roda akiwa na hasira nyingi na kugeuka kukimbia nje, isifahamike hata anaelekea wapi. Regina akasema kwamba Habi, kwa nini unajiongea chochote? Vipi kama akifanya jambo baya? Ni hasira tu kwa sasa. Ngoja aende akajitulize kwanza, ndio ataweza kukabiliana na ukweli. Kuongea naye sasa hivi akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa hakuna maana. Amekuwa akiishi maisha yake yote kwa ajili ya kulipa kisasi, lakini ghafla akajua kwamba adui aliyemdhania anaweza kuwa sio adui yake, na namna alivyojua familia yake ni nje ya matarajio yake. Kwa hiyo ni swala kubwa kwake linalohitaji muda wa kukaa sawa. Baada ya Hamza kusema hivyo, Himidu akasema kwamba ni kweli kabisa shemeji, kwa sasa tumwache. Moyo wake upo kwenye sintofahamu. Ni vyema yeye mwenyewe akitulia na kupata nafasi ya kujifikiria upya ili kupona. Mimi naamini mwanafunzi wa pepo mchafu hawezi kushindwa na swala kama hili. Ni vyema tukadili na ambalo lipo mbele yetu. Aliongea Himidu. Wanawake hao mara baada ya kusikia hivyo walisha kutingisha vichwa vyao tu,
Ilikuwa ni sahihi. Muda huo swala la muhimu ni la kudili na muuaji, kwani ilionekana wazi mpaka wakati huo Yulia ndiye shabaha. Sasa afande Simba akasema ya kwamba Kanali Yulia, tunafikiria kukuchukua na kwenda na wewe kwenye kambi ya jeshi ya makao makuu kwa ajili ya kukupa ulinzi wa masaa 24. Kwa hiyo hatuwezi kuweka silaha chini mpaka pale tutakapo tibu hili tatizo. Yulia akasema ya kwamba sasa kwa swala kubwa kama hili, tofauti na mimi kufichwa, nadhani napaswa kuwasaidia zaidi. Nikiwa makao makuu ya kambi ya jeshi sitakuwa na msaada wote, lakini nikiwa katika hoteli yangu yenye maabara ni rahisi kufanya kitu. Ninazo roboti ndogo ambazo naweza kuzidhibiti na kufanya upekuzi ndani ya bahari na nchi kavu. Na hata kama kutumia tarakishi zangu zenye uwezo wa juu kufanya mahesabu ya kinifu na kutoa mapendekezo, nadhani itakuwa vizuri zaidi kuliko kusubiria kifo. Hamza akasema kwamba hata mimi naona alichoongea ni sahihi. Labda mniambie kama mna mtu ambaye ana uwezo zaidi yangu wa kumlinda Yulia. Aliongea Hamza. Afande Simba na Karume walishia kuangaliana na kisha kutingisha vichwa kwa makubaliano. Wasema sawa, kama ni hivyo na sisi tutaendelea kubakia hapa, hatutakuwa mbali na Kanali Yulia kuhakikisha kwamba usalama wake unazingatiwa. Basi mara baada ya majadiliano ya ulinzi na mipango yote kuanza rasmi, walitoka eneo hilo. Mara baada ya kufika katika eneo la maegesho ya magari kando na mgawa huo wa Dinati, walishuhudia mtoto mdogo mwenye mavazi ya shule akiendesha baskeli akielekea upande wao. Ukweli ni kwamba kwa mazingira hayo ya kitajiri, ni kawaida sana kuona watoto asubuhi wakiendesha baskeli. Hata hivyo ilikuwa ya kushangaza kuona mtoto huyo kuingiza baskeli upande wa mgawa huo. Swala la kushangaza zaidi ni kwamba mara baada ya mtoto yule kusimamisha baskeli, alianza kupiga hatua kumsogelea Hamza. Basi yule mtoto akasema, "Anko, eti wewe ndio unaitwa Lucifer?" Aliongea yule mtoto na kufanya watu wote waliokuwepo eneo hilo kujawa na mshangao. Hamza mwenyewe alikuwa katika mshangao. Ingawa mtoto aliyekuwa mbele yake alikuwa mdogo wa makadirio ya miaka 11 mpaka 12 hivi, lakini swali lake lililojaa upole lilimchanganya zaidi. Hamza akauliza kwamba, "Ndio, ni mimi, unanijua?" Yule mtoto alitingisha kichwa kataa. Basi yule kijana mdogo akasema kwamba, "Sikujui, ila kuna anko mwingine ameniambia nije nikuletee hii." Aliongea huku sasa akitoa simu ya button kutoka kwenye mfuko wa sare ya kaptula na kumpatia Hamza. Hamza mara baada ya kupokea simu ile, alishia tu kukunja uso na kisha akauliza kwamba ni anko gani? Yule mtoto akasema, "Mimi sijui, kanaambia tu nikwambie ni mjomba aliyenituma nikuletee na nikuulize kwanza kama wewe ni Lucifer." Baada ya kuongea vile, yule mtoto alionekana kutaka kukimbilia baskeli yake na kuondoka. Himidu mara baada ya kuona hivyo, haraka sana alimshika kijana yule na kumzimisha pale pale. Sasa Nyakasura akasema kwamba, "Himidu, unafanya nini? Bado ni mtoto huyo." Himidu akasema kwamba mtoto mdogo ambaye analijua jina la Lucifer sio mtoto wa kawaida. Udhani kama huyu mtoto anatumiwa na mtu mwingine, kama wale waliotumiwa kutega mabomu na kisha kujiua. Haya, vipi kama na yeye akijitoa hai baada ya hapa? Aliongea Himidu. Hamza akasema kwamba Himidu kafanya kitu sahihi. Aliongea Hamza akikubaliana naye. Hata mimi pia nina wasiwasi. Watu hao wote waliotumiwa kwa njia moja, ni vizuri kuwa na uhakika kama na huyu mtoto sio mateka wa akili. Basi ni muda huo mara baada ya Hamza kuongea, simu ile ndogo ilianza kuita. Ni simu ambayo ilionekana kutumika sana, kiasi kwamba hata namba yake ya simu haikuonekana vizuri kutokana na kioo chake kuharibika. Hamza kabla ya kupokea alifikiria kidogo na kisha akamwambia Afande Simba ya kwamba, "Afande Simba, nikishapokea hii simu, fikiria namna ya kuwasiliana na watu wenu wa mitambo kufuatilia inatumia mnara gani au njia ipi ya mawasiliano na eneo lake." Afande Simba akasema, "Nishakuelewa, nitafanya mawasiliano ya ujumbe mfupi kwenda idara ya teknolojia kutupa msaada wa kutupatia walipo." Basi ndani ya muda mfupi tu Afande Simba alikuwa amekwisha kutuma maelekezo na Hamza akapokea simu ile. Basi Hamza akasema, "Hello." Sauti kutoka upande wa pili yenye Kiswahili kilichonyooka ilisikika ikisema kwamba, "Lucifer, nina furaha kubwa ya kuongea na wewe." Hamza kauliza, "Wewe ndiye ambaye uko nyuma ya haya matukio yote?" Aliuliza Hamza akaenda moja kwa moja kwenye mada. Sasa huyo mtu wa kwenye simu akasema kwamba, "Ndio, kutokana na muda kunitupa mkono, sikuwa na namna zaidi ya kuandaa show. Tena nimeandaa show kadhaa tu kwa ajili yako. Vipi, umependezwa na mpangilio wangu wa matukio?" Sauti ya mwanamume huyo ilikuwa tulivu mno kabisa, msikilizaji, bila kuonyesha kwamba kulikuwa kuna hisia zozote.
Yaani kama vile yani kila kilichotokea ni swala dogo sana kwake. Hamza alishia kuvuta pumzi na kisha kwa lugha ya ukauzu akasema ya kwamba wewe ni kichaa. Sasa yule naye kwenye simu akasema ya kwamba inategemea sasa unamaanishaje kusema mimi ni kichaa. Kama kichaa ni mtu ambaye ni tofauti na watu wengine, mtu mwenye mtazamo wa mbali, mwenye uwezo wa kufikiria kuliko watu wa kawaida, mwenye uwezo wa kuvunja vizingiti vya ujinga wa kibinadamu uliojificha katika neno utu, mtu mwenye uwezo wa kuangalia ulimwengu kwa macho ya juu, basi nakubali mimi ni kichaa. Hamza akasema, kumbe inaonekana unajichukulia tu ni kama mtu wa juu sana kwa jinsi unavyojielezea, si ndio? Jamaa kwenye simu akasema, niite msema kweli bwana. Hamza akasema, ndugu msema kweli, niambie kwa nini unataka kuongea na mimi? Hamza hakuwa na hamu ya kupoteza muda. Yule jamaa kwenye simu akasema kwamba najua Yulia Wanyika yupo karibu na wewe na uhusiano wenu sio wa kawaida, lakini kwa ajili ya ulimwengu na kesho ya ustaarabu wa kibinadamu, amri yangu kwako ni kumuua mara moja, na wakati huo huo uharibu Earth Axis. Sauti ya mtu huyo haikuwa ndogo wala ya kupayuka, msikilizaji. Kila mtu aliyekuwepo hapo aliweza kusikia maneno yote. Na mara baada ya kusikia swala la Earth Axis na kuuliwa kwa Yulia likitajwa waziwazi, nyuso zao zilibadilika mara moja. Ilikuwa ni wazi sasa kwamba shabaha ya adui ilikuwa ni Yulia. Hamza akauliza kwamba kama unataka mtu afe, hebu njoo tukutane. Kwa nini unanipigia simu? Jamaa akasema, jibu ni rahisi tu bwana. Sababu ya Yulia Wanyika kuwa hai mpaka sasa ni kwa sababu ya uwepo wako. Kama utakubali kuacha kumlinda au kumuua wewe mwenyewe, basi hakutakuwa na tatizo lingine na wewe. Hamza akasema, kama unajua kwamba yupo hai kwa sababu ya mimi kumlinda, unatarajia vipi kama nitaweza kumuua? Jamaa akasema, bila shaka utaweza kufanya hivyo. Hakuna uhusiano baina ya mtu na mtu usiopimika. Sababu ya wewe kutokumuua ni kwa sababu haujalipa gharama inayostahili. Hivyo na kuhakikishia kwamba kama hautakuwa tayari kumuua Yulia, utapoteza watu unaowapenda, na kadri unavyochelewa kuchukua hatua ndivyo utakavyozidi kuwapoteza mmoja baada ya mwingine. Sasa ukizidi kupoteza muda, nitahakikisha watu wote wenye undugu na Yulia nao wanafutika kutoka kwenye ulimwengu. Na sitaki mimi kujielezea sana. Sitaki kabisa. Hapa mimi ninachokwenda kufanya ni kuua na kuua mpaka pale nitakaposikia habari za kuharibiwa kwa Earth Axis na kifo cha Yulia. Hamza upande wake alishia kwanza kuangalia watu waliokuwa pembeni yake. Kisha akatoa ishara ya kidole kuuliza swali kama wameweza kupata eneo la simu hiyo ilipopigwa. Afande Simba alishia kutingisha kichwa kuashiria kwamba ameweza kupata chanzo cha simu hiyo kupitia mawimbi yake na watu walikuwa tayari wametumwa. Hamza aliona aendelee kuvuta muda ili kuwapa nafasi ya kufanya msako. Sasa Hamza akasema kwamba kwa nini sasa unataka nimuue Yulia na kuharibu Earth Axis? Unadhani kwamba wana athari hasi kwa uendelevu wa binadamu katika sayari yetu? Jamaa akasema, unajua ni wanajeshi wangapi walifariki na raia wa kawaida wangapi walipoteza maisha wakati wa vita ya kwanza dunia? Hamza kajibu, kama sikosei ni wanajeshi milioni 15 na raia milioni 6. Jamaa akasema, upo sahihi. Vipi kuhusu vita ya pili ya dunia? Azam akajibu milioni 70. Ajibu Hamza huku macho yake yakicheza, akionekana kufikiria ni jambo gani mtu huyu anajaribu kuzungumzia. Sasa jamaa akasema kwamba ndio. Je, unajua kwa nini idadi ya vifo katika vita ya pili ya dunia iliongezeka mara 5 zaidi ya kwanza? Hamza kajibu, watu walioshiriki waliongezeka mara nyingi zaidi ya vita ya kwanza. Hivyo waliokufa wakawa wengi. Katika vita inayohusisha dunia ni jambo la kawaida kutokea. Mwanamume akasema, Lucifer, umekosea bwana. Sababu kubwa ya kuongezeka kwa vifo ni teknolojia. Kama Nobel asingegundua baruti kabla ya vita, mamilioni ya watu wasingekufa kwenye vita. Kama kusinge kuwepo ndege za kivita, vifaru vyenye uwezo mkubwa na meli za kivita, kusinge kuwepo na vita ya pili ya dunia katika historia. Chanzo kikuu ni uelekeo usio sahihi wa shughuli za kibinadamu na mageuzi ya viwanda. Kwa hiyo halikuwa swala la binadamu kupiga hatua, bali ulikuwa ni mwanzo wa anguko la binadamu, mwanzo wa uharibifu wa ustaarabu wa kibinadamu. Hivi hujui kwamba kama silaha ya nyuklia zikitumika kwenye vita, binadamu wote watafutwa kwenye uso wa dunia hii? Haya yote ni kutokana na nadharia mbalimbali
zilizozushwa na watu waliojaa maringo na kujiita wanasayansi. Msikilizaji, Hamza mwanzoni alitaka kuongea na bwana huyo kwa ajili ya kupoteza muda tu, lakini mara baada ya kusikia maneno hayo, aliona swala hilo alichukulia kwa uzito zaidi. Sasa Hamza akasema kwamba kama unasema maendeleo ya teknolojia ni hatari, kwa nini bado unategemea simu iliyotengenezwa kwa teknolojia kuwasiliana na mimi? Aliuliza, na kisha Hamza kaendelea kwa kusema kwamba ni kweli kwamba teknolojia imeua watu, lakini pia imewaokoa wengi. Teknolojia za kitabibu zinaweza kutibu na kurefusha maisha ya binadamu. Teknolojia ya kilimo imewezesha watu wengi kupata chakula. Teknolojia ya taarifa imewezesha wepesi wa mawasiliano na kukuza tamaduni za kibinadamu. Sayansi na teknolojia ni upanga ukatao kuwili, limradi teknolojia inatumika kwa matumizi sahihi. Kwa nini iwe tatizo? Aliuliza Hamza, na jamaa akasema kwamba umekosea bwana. Ni kweli teknolojia imeweza kutibu baadhi ya magonjwa, lakini kabla ya teknolojia hatukuwa na hayo magonjwa yanayotibiwa na teknolojia. Teknolojia ya kilimo imesaidia kutengeneza chakula kingi, lakini ni chakula kisicho na ubora, kilichojaa athari nyingi kwa afya zetu. Teknolojia ya mawasiliano imerahisisha mawasiliano, lakini imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Kwa ufupi, teknolojia haijawahi kuwa chini ya udhibiti wa binadamu. Tangu kuzaliwa kwake tumekuwa chini ya teknolojia. Binadamu tumegeuka kuwa mateka wa sayansi na teknolojia. Hamza alionekana kushangaa kidogo. Akauliza, unamaanisha? Msikilizaji, watu waliokuwa wakisikiliza maongezi hayo wote walikuwa kimya, kila mmoja akiwa katika mawazo yake. Kuhusu mhusika mkuu ambaye ni Yulia, alionekana kuwa katika hali isiyoelezeka, kama vile alikuwa akichanganua maneno hayo kwa ndani zaidi. Sasa jamaa kwenye simu akasema kwamba ngoja nikupatie mfano mwepesi Lucifer. Chukulia uko kwenye barabara pana na ni wewe peke yako mwenye gari. Unaendesha wakati wa usiku, na mara mbele yako yapo mataa yakionyesha alama nyekundu. Na ukiangalia pande zote hakuna gari lolote usiku huo, lakini bado taa inakuashiria kwamba usimame mpaka ionyeshe kijani. Utachagua kufanya nini Lucifer? Kabla Hamza hajajibu swali hilo, msema kweli aliendelea kuzungumza. Ndio, lazima utachagua kusimamisha gari, kwa sababu ulishazoea kusimamisha ama kusimamishwa na taa nyekundu. Licha kujua kabisa kuwa taa hiyo inakuchukulia dakika 2 za maisha yako bila sababu ya msingi, alafu bado tu uko tayari kusubiri. Sasa hebu angalia, taa isiyo na ufahamu wowote inakufanya kiumbe hai kama wewe kuendesha gari inayochoma mafuta, kuchafua mazingira, na kisha kuchukua dakika 2 za uhai wako. Na mfano huu, fikiria wakati unapotaka kusafiri, utaanza kufikiria kuhusu kutumia gari, ndege au treni. Unadhani ni watu wangapi wamesafiri karibu nchi yao yote bila hata kujua nchi yao ilivyo? Msikilizaji, Hamza alishakuwa kimya tu, na watu waliokuwa wakisikiliza wote walizidi kutulia. Ukimya wao uliongezeka mara baada ya kusikia maneno hayo. Ni kama walikuwa katika machafuko ya nafsi zao. Sasa yule jamaa kwenye simu aliendelea kuzungumza, akasema, nisikilize Lucifer. Kwa sababu ya teknolojia tunapoteza kile ambacho ni muhimu zaidi kwetu, ambacho ni ule utashi wa kujifahamu wenyewe na mazingira. Kwa sababu ya teknolojia tumepoteza kujiamini, kitu ambacho ndicho sifa kuu ya ubinadamu. Haya si maendeleo, huu ni uharibifu na kukosa ubinadamu. Hivyo kumuua Yulia Wanyika na kuharibu Earth Axis, angalau kwa kiasi fulani mimi nitaweza kupunguza kasi ya maendeleo ya teknolojia na kurudisha tumaini la asili yetu. Basi bwana. Hamza aliingiza mkono kwenye koti lake, kisha akachomoa sigara na kuiweka mdomoni. Pale pale akanyosha mkono kumpa ishara Nyakasura. Nyakasura alionekana kumwangalia tu, lakini hata hivyo alinyoosha mkono wake na kushika sigara ile, ikashika moto. Kumkiri Nyakasura ni binti mwenye moto kwenye mwili wake. Sasa Hamza mara baada ya sigara yake kuwaka, alivuta pafu la moshi na kutoa nje kwa kasi. Kisha akasema, ulichoongea kinaonekana kuwa na mantiki. Huyo mwanaume pande wa pili alijibu kwa utulivu, akasema, mimi nishakwambia mimi ni msema kweli mimi. Sababu na msema kweli. Unafikiria kwa ukubwa zaidi, na naweza nikakuita pia mwanafalsafa. Lakini nina swali nataka kuuliza. Kama unataka kuzuia maendeleo ya sayansi na teknolojia,
lengo lako la mwisho ni nini? Jamaa akasema, kwa ajili ya uendelevu wa binadamu, lengo ni kurudi katika njia sahihi. Unasema kwamba unafanya haya yote kwa ajili ya uendelevu wa binadamu, lakini matendo yako ni endelevu kwenye kuua watu. Umeua wanasayansi, umeua wafanyabiashara kwa sababu ndio wanaofadhili na kuchangia maendeleo ya teknolojia. Vipi kuhusu hao raia wa kawaida? Si umefanya yote kwa ajili ya kuficha nyayo zako ili uendelee kufanya mambo yako ya kikatili, si ndio? Kama kweli unadhani unachoongea ni sahihi na nadharia zako ni za kweli, kuna haja gani ya kuogopa na kuendelea kujificha? Wanasayansi unaowadharau au mtu aliyegundua baruti alihatarisha maisha yake mara 100 au zaidi mpaka akafanikiwa. Vipi kuhusu wewe? Unadhani baruti imegunduliwa hivi tu? Aliyegundua ukuta amenusurika maisha yake mpaka amepata baruti, ingemlipukiaje? Aliyegundua umeme unadhani alikaa tu mara moja na akapata umeme? Si ungempiga shoti yeye mwenyewe? Kwa vipi kuhusu wewe? Yaani umelipa nini kwenye kutimiza mawazo yako? Au kuua watu ndio kulipa? Kama kweli unataka kuwaaminisha watu kuhusu unachokisimamia, unapaswa kujitokeza na kuwashawishi watu kukuunga mkono na sio kuua. Mwanaume upande wa pili, mara baada ya kusikia maneno ya Hamza, Hamza hakuwa mwepesi, na alirudisha counter attack. Ngome ikawa draw 2-2. Mwanzoni jamaa kwenye simu alikuwa anaongoza 2-2, ila Hamza naye pointi yake ikaweka mzani sawa. Sasa hivi ni 2-2. Kwa hiyo jamaa alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema ya kwamba hao watu ni mashahidi waliolazimika kuzaliwa kwa ajili ya kuonyesha njia iliyo sahihi. Hamza akasema, mashahidi? Wakati wa kuwaua ulishawauliza kama wanakubali kuwa mashahidi wa kuonyesha njia iliyo sahihi? Jamaa akasema, walimwengu ni wajinga bwana, mimi sikuwa na muda wa kuwaelezea bwana. Mimi nidhani wewe ni mtu ambaye unaweza kuona namna ambavyo tupo kwenye dunia lakini Lucifer unaonekana kuwa miongoni mwao. Basi ni wakati huo ambapo Afande Simba alionekana kumwashiria Hamza kitu, akimpa ishara kwamba chanzo cha mawasiliano hayo kilishafikiwa na makachero na wanajiandaa kutupa nyavu. Hamza alimtikisia kichwa, kisha akasema kwamba akamwambia sasa yule jamaa kwenye simu kwamba wewe ni mtu wa kusikitisha. Unatafuta huruma za watu, lakini kila unachofanya hakuna anayekutilia manani. Kitu pekee unachoweza kufanya ni kuua watu kwa siri. Hata hivyo upo sahihi juu ya swala moja. Binadamu wanapaswa kuwa na utashi wao wa kufikiri. Hivyo hukumu yangu kwako ni kifo. Basi ni muda huo mara tu baada ya kumaliza kuzungumza, makachero wa kitengo cha Malibu sauti zao zilisikika kutoka upande wa pili wakisema, nyanyua mikono yako juu, upo chini ya ulinzi. Mara baada ya mfuatano wa maneno, ripoti ilirudishwa kwa Simba. Mara baada ya Afande Simba kusikia ripoti hiyo, alijikuta kibung'aa. Akasema, tumeingia kwenye mtego wao. Aliyekuwa akiongea na wewe ni mwalimu wa tuition ya mashairi na nahau. Inaonekana na yeye alikuwa akitumika kama wengine kuongea na wewe. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, moyo wake ulisinya. Sekunde ile ile alikumbuka maneno ya mtu huyo akisema kwamba ataua watu wa karibu yake. Alishindwa kujizuia, akatoa simu yake haraka na kumpigia Madam Warden wa kituo cha kulelea yatima. Haikuchukua muda mrefu simu iliunganishwa. Madam akasema, halo, Hamza za huko? Hamza haraka akasema, madam, upo kituoni? Warden akasema, ndio nipo kituoni, Hiza na Priscilla pia wapo. Kwa nini unaongea kwa sauti ya wasiwasi? Hamza akasema, haraka ondokeni hapo kituoni na watoto wote Maskini Hamza, kabla hajamaliza kuongea ulisikika mlio wa bomu. Sauti ya mwisho ambayo Hamza alisikia ilikuwa ni kishindo kizito cha mlipuko. Baada ya hapo simu ikakatika mara moja. Hamza alihisi ni kama vile amepigwa na radi. Kumbukeni sio Madam Warden tu, kumbukeni sio Hiza na Priscilla tu, kumbukeni kuna watoto ambao hawana wazazi maskini. Hamza alihisi ni kama vile amepigwa na radi. Pumzi zake zilikatika mara moja. Alipotaka kuanza mbio kuelekea Morogoro, alijikuta akigeuza kichwa na kumwangalia Yulia pamoja na Regina. Hamza akasema ya kwamba tuelekeeni kituoni, kumetokea mlipuko wa bomu. Aliongea Hamza huku akikimbilia kwenye gari, akiwapa ishara Yulia na Regina kuingia. Sasa Afande Simba akasema kwamba Hamza,
tuelekeni kambi ya JKT, tutatumia tu chopa za jeshi kuwahi. Afande Simba haraka na Hamza alitikisia kichwa mara baada ya Afande Simba kuongea hivyo. Sasa mara baada ya hapo kila mmoja aliingia kwenye gari na zikaondoka eneo hilo kwa spidi kubwa. Hamza akiwa ndiye ametangulia, alimwambia Regina aliyekuwa karibu yake, akamwambia kwamba mama, mpigie simu Priscilla haraka sana. Basi Regina haraka alielewa, akajaribu kupiga namba Priscilla, lakini akasikia simu ya mdada ikimwambia haipo hewani. Regina akasema kwamba habi simu yake patikani sijeka. Regina alishia kung'ata lips tu akishindwa kumalizia. Hamza alikanyaga usukani kwa nguvu kudadadeki, na ndani ya dakika 5 tu aliingia eneo la kambi ya JKT. Chopa za jeshi ndani eneo hilo mbili zilikuwa tayari zimeshaandaliwa na zilikuwa zikizungusha mapanga yake. Sasa mara baada ya wote kushuka haraka waliingia kwenye chopa na zikaamshwa kutoka eneo hilo. Kutokana na spidi ya chopa hizo, umbali wa dakika 40 uliwachukua dakika 20 tu kufika. Sekunde ambayo walikuwa wakikaribia eneo hilo, wote walibadilika sura zao kwa namna walivyoona eneo lote la kituo likiwa linaungua na moto. Kituo chote kilionekana kuwa kwenye moto. Jengo ambalo lilikuwa refu kwenda juu ndilo lilionekana kuathirika zaidi. Kulikuwa na watu waliokuwa wakikimbia kutoka maeneo karibu na kituo hicho, lakini pia kulikuwepo magari ya polisi yaliyoingia eneo hilo kwa kasi. Hamza alishia kuamrisha tu chopa zile kwenda kutua kwenye uwanja wa shule ya msingi uliokuwa karibu na kituo hicho. Jambo hilo marubani walitii na wakashusha chopa hizo kwa muda mchache tu, kisha wote walianza mbio kuelekea kilipo kituo. Hamza mara baada ya kukaribia eneo hilo alijaribu kuvuta hisia kuona uwepo wa Priscilla na Warden ndani ya eneo hilo, lakini hakusi chochote. Nyakasura kwa wasiwasi akauliza kwamba Priscilla atakuwa ndani kweli? Hamza akajibu itakuwa. Alijibu hivyo Hamza akiangalia jengo la utawala lililokuwa likiteketea kwa moto. Nyakasura upande wake alishindwa kujizuia kuonyesha hali isiyoelezeka machoni mwake. Ilikuwa ni kama ana sita kuhusu jambo fulani. Hamza akasema kwamba tushachelewa kuokoa wote wakiwa hai kwa moto huu. Aliongea Hamza huku aking'ata meno kwa nguvu, macho yake akiwa yamemtoka. Hakutamani hata kufikiria kilichowapata Warden na wengine. Kwake ilionekana kama jambo gumu kukubaliana nalo. Regina aliyekuwa pembeni alionekana kuingiwa na wazo. Akasema habi Hamza akasema hapana mke wangu. Ingawa uwezo wako wa kusambaza barafu unaweza kuwa mkubwa na hata kuzima moto, unaweza kushindwa kujidhibiti na kuua kabisa walio hai. Huu moto ni mkubwa sana na unakinga unakinga uwezo wa kutambua msisimko wa waliopo hai. Kwa hiyo inabidi niingie kuona kama kuna walio hai. Baada ya Hamza kusema hivyo, hata hivyo Nyakasura aliingilia mara moja na kugeuza kichwa chake akasema kwamba hivyo umekuwa mjinga nini? Ushasahau mimi na baba Sio ngumu kwetu kudhibiti moto. Aliongea Nyakasura, jambo lilomfanya Hamza kushangaa kidogo. Alikuwa ameshasahau kuwa yupo na watu wenye damu ya uzao wa moto. Basi Afande Karume akasema tuingie. Wote watatu, Hamza, Nyakasura na Karume, walizama kwa kugawana maeneo ya majengo hayo yaliyokuwa yamefunikwa kabisa na moto. Sasa wakati wakizima moto, waliendelea kutafuta majeruhi kwa kasi kubwa. Hamza mara baada ya kuingia kwenye jengo lililokuwa likiungua, alienda moja kwa moja hadi kwenye ofisi ya Warden ambayo tayari ilikuwa imebomoka, huku eneo la kuingilia likiwa limezibwa kabisa. Ni muda ule Hamza aliweza kuhisi uwepo wa mtu aliyekuwa akisogea upande wa pili wa chini kabisa wa ofisi hizo kupitia dirisha. Haraka sana airuka na kuzama kwenye dimbwi la moto. Mara baada ya kutua ndani ya chumba hicho, aligundua kuwa hakuwa Priscilla bali ni wafanyakazi wawili wa mama pamoja na watoto 4 wa kituo waliokuwa wamejifungia kwenye chumba wakihangaika kubomoa dirisha. Akasema tusaidie. Sasa moshi mzito ulikuwa umewazingira, ukawafanya washindwe hata kuongea vizuri. Ilionekana waliweza kuvuta pumzi kutokana na ukubwa wa dirisha la nondo. Hamza akasema kwamba nisubirini hapa, nitawapeleka hawa watoto nje, kisha nitarudi haraka iwezekanavyo, sawa? Anaongea Hamza wakwapua watoto kwanza. Wale wa mama hata kabla hawajaongea, Hamza iruka kwa kasi na kwa hatua 2 tu alikuwa ameshafika nje ya barabara. Sasa Hamza hakujali watu waliokuwa wamekusanyika eneo hilo wakihangaika kutoa msaada. Alichojali muda huo ni kutumia uwezo wake wote kuokoa watu hao. Wale wa mama wa kituo walijikuta wakishikwa na hofu kwa namna Hamza alivyotoweka na kutokea mbele yao. Sasa kabla hata hawajaongea, maana alitaka kusema kwamba Hamza wewe ni Hamza alishawa kwa pua na kutoka nao nje. Akawaweka chini kisha akauliza kwamba Madam Warden na Priscilla sijawaona wako wapi? Wala mama walionekana kushangaa pia wakasema
Warden na Priscilla hatukuwaona, kwani hawakutoka? Hamza kuendelea kuwaoji. Haraka sana aliruka tena na kurudi kwenye moto, akianza kutafuta ndani ya majengo hayo kwa kasi zote. Upande wa Nyakasura na baba yake walikuwa pia bize na walifanikiwa kuwaokoa baadhi ya watoto wengi tu. Basi sauti ya Nyakasura iliyomfanya Hamza kusimama kwanza ilisikika sema kwamba Priscilla yupo huku. Ni muda ule ule Priscilla alionekana akitoka kuelekea upande wa store ya vitabu akiwa amembeba msichana mdogo aliyekuwa akilia. Alikuwa ni Esma Bando. Sasa muda ambao Hamza alimuona Priscilla na Esma, alijikuta akijawa na furaha na haraka sana kukimbilia upande wao. Lakini ni muda huo huo mlipuko mwingine ulitokea. Ilionekana kuwa kuna kitu kilichokuwa kimeshika moto ndani ya store hiyo na kulipuka. Sasa miale ya moto iliyokuwa kama wimbi ilichomoza kwenye mlango ikitaka kuwafunika Priscilla na Esma. Hata hivyo ni muda ule ule Priscilla alionekana kunyosha mkono kama mtu anayejitahidi kuzuia kitu, na ghafla tu miale ile ya moto ilionekana kupeperushwa na upepo mkali na kushindwa kuwasogelea. Ilikuwa ni kama kuna ukuta mkubwa wa kioo usioonekana uliokuwa ukizuia moto ule. Kwa macho ya watu wa kawaida, jambo hilo lilikuwa ni la ajabu mno. Hata hivyo kwa Priscilla hakuonekana kushangaa, ilionekana kuwa kwake sio mara ya kwanza kufanya jambo kama hilo. Ni muda huo huo ni kama ufahamu wa Hamza ulibadilika na akakumbuka kwa Priscilla hakuwa akiathiriwa na moto. Alikuwa na wasiwasi mkubwa na alikuwa amesahau kuhusu siri hiyo ya muda mrefu ya Priscilla. Jambo lile lilishuhudiwa na Afande Karume pamoja na mwanae Nyakasura. Karume macho yake alishia kucheza huku mwili wake wote ukitingishika kwa mshangao. Upande wa Nyakasura alishia kumwangalia baba yake huku akiwa na hisia mchanganyiko. Sasa Hamza aliwaangalia baba na mwana akitambua mabadiliko yao, lakini hakuwa na muda wa kujali. Alishia kumshika Priscilla na kumtoa karibu na moto ule. Hamza kauliza kwamba kwa nini mnatokea upande wa store? Priscilla akasema kwamba nilikuwa nikiokoa baadhi ya watoto baada ya mlipuko, ndio nilipogundua kuna mtu ndani ya store aliyekuwa akidondosha vitu, nikaona nimsaidie. Aliongea Priscilla huku akijaribu kuvuta hewa safi ya oksijeni. Ni muda huo mara baada ya kuangalia mikononi mwa Esma, aliona kitabu kidogo cha album chenye cover la plastiki. Ilikuwa ni album ya picha za mwaka. Kituoni hapo kulikuwa na utaratibu maalum wa watoto wote kuwa na album zao binafsi ambazo huhifadhi picha walizopigwa kila waliposherehekea siku yao ya kuzaliwa. Ilikuwa ni kwa ajili ya kumbukumbu, lakini pia kuwapa nafasi wazazi endapo wangerudi kuwatafuta watoto wao waweze kuwatambua kwa urahisi. Eneo hilo la store lilikuwa ndio maktaba maalum ya kuhifadhia albamu hizo. Ilionekana mara baada ya Esma kuona mlipuko wa moto, kutokana na kuhofia kupoteza picha zake za utotoni, alikimbilia kutafuta albamu yake akiwa na hofu ya kwamba itapotea, wazazi wake wanaweza wasimtambue au washindwe kabisa kumpata. Kwa ujasiri huo ilionyesha ni kwa kiasi gani mtoto huyo alikuwa na shauku ya kuwapata wazazi wake halisi. Hamza alihisi maumivu makali ya moyo, hasa mara baada ya kuona Bando alivyokuwa akilia huku akiwa amekumbatia albamu kwenye kifua chake. Alishia kumchukua Bando na kutoka kwa Priscilla na kumkumbatia kwa nguvu. Hamza akasema kwamba Priscilla, nitawatoa nje ya geti kisha nitarudi tena kutafuta. Priscilla akasema haina haja ya kurudi. Mimi na baba tumeshatafuta karibu maeneo yote na tuna uhakika hakuna mtu mwingine ambaye yupo hai. Basi ni muda ule Priscilla aliweza kumwona Nyakasura na Afande Karume na kushikwa na mshangao kidogo. Akasema kwamba da Nyakasura, na wewe kumbe upo? Afande Karume alishia kumwangalia Nyakasura kwa mshangao. Ikionekana hakutegemea kuona Nyakasura na Priscilla wana karibu. Basi kaambiwa kwamba ni story ndefu, tutokeni kwanza hapa. Msikilizaji, kwa watu wa kawaida moto huo ulikuwa kama jehanamu, lakini kwa watu hao watatu ulikuwa moto wa kawaida. Mara baada ya kutoka nje kabisa geti, watu waliokusanyika pale walionyesha hali ya furaha kubwa mara baada ya kumwona Esma na Priscilla wakitolewa wakiwa hai. Regina ni mmoja waliokuwa na furaha kubwa. Alikuwa na hofu mno, hasa baada ya kuona katika watoto wote Bando hakuepo. Mara baada ya kumwona Hamza akitoka naye, alishia kukimbia na kumbeba mikononi mwake huku akimkumbatia kwa namna ya kumfariji atulie. Hamza alishia kuzungusha macho yake katika eneo hilo na kugundua kuwa Madam Warden na Mzee Hiza hawakuwepo kabisa miongoni mwa waliookolewa. Alikuwa na hisia ya kile kilichotokea, lakini bado alijikaza na kumuuliza Priscilla kwamba vipi kuhusu Madam Warden. Mara baada ya kusikia swali hilo, machozi mengi yalianza kumtoka Priscilla huku akiongezeka kwa kasi. Alijikuta akishindwa tena kujizuia na kutoa kilio cha juu
na pale pale akajirusha kwa Hamza huku akilia kwa uchungu. Akasema ya kwamba madam na mzee Hiza walikufa hapo hapo na mlipuko. Priscilla alilia sana maskini. Hamza mara baada ya kusikia maneno hayo, mwili wake wote ulikakamaa kama mtu aliyepigwa na shoti. Sauti za maombolezo zilizokuwa zikivuma eneo hilo ni kama zilipotea ghafla. Sauti pekee iliyokuwa ikijirudia ni walikufa hapo hapo na mlipuko. Priscilla alilia sana. Ndani ya sekunde chache tu alikuwa ameloanisha kifua cha Hamza kwa machozi. Priscilla akasema bomu lilikuwa limetegwa kwenye sofa walilokuwa wamekaa pamoja. Kwa nini watu ni wakatili namna hii? Kwa nini? Kilio cha Priscilla kiliwatia simanzi watu wengi waliokuwa wakisikia maneno yake ya uchungu. Reggie na wengine wote macho yao yalikuwa mekundu. Hawakuamini Warden na mume wake wamekufa vifo ambavyo hata miili yao haikubaki. Regina yeye alikuwa na wasiwasi zaidi na Hamza kwa sababu muda huo macho ya Hamza hayakuwa ya kawaida kabisa. Yaani ni kama vile mwili wake umepoteza nafsi. Afande Midu alikuwa akijua fika ni kwa namna gani Hamza alikuwa akimchukulia Madam Warden. Hivyo haraka alishia kusogea na kumfariji. Akasema kwamba bosi, jambo muhimu ni kuhakikisha huyu hayawani tunamkamata. Unapaswa kujikaza, huu ni muda wa kutulia na kufikiria namna ya kumkamata huyu mtu na washirika wake ili kulipa kisasi. Regina akasema kwamba Habi, jitahidi kujikaza, muonekano wako utanitia wasiwasi. Kareji kalibembeleza, ambaye pia alikuwa ameona mabadiliko ya mume wake. Alishindwa kujizuia kushikwa na wasiwasi. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kumuona mwamba Hamza akiwa katika hali hiyo. Lakini ni muda huo aliweza kugundua mikono ya Hamza ilikuwa na ubaridi usio wa kawaida. Na baada ya kuona Hamza amegeuka kama sanamu, hakuonekana kuwa katika hali ya kujitambua. Nyakasura alionekana kujawa na hasira. Pale pale alisogea na kumwondoa Priscilla. Akasema sogeni. Priscilla pia akiwa katika mshangao, hakuwa na nguvu za kutosha na alishia kuondolewa kwa nguvu. Nyakasura akamwambia, Nyakasura anafanya. Nyakasura hakumpa nafasi Regina kumalizia swali lake. Pale pale aliinua mkono wake na kumvurumishia Hamza kibao. Hata hivyo, mara baada ya mkono ule kukaribia mashavu ya Hamza, ghafla tu mkono wake ulishikwa hewani na kuzuiliwa na Hamza. Watu wote walijikuta wakishangaa. Walidhani Hamza ameingiwa na ukichaa kutokana na taarifa ile ya kifo. Lakini walishangaa zaidi kuona Hamza akimzuia Nyakasura kwa spidi ya ajabu. Hamza ambaye macho yake yalikuwa yamejaa ukatili, alishia kumwangalia Nyakasura na kisha akaunguruma akasema, unafanya nini? Wolololo. Msikilizaji, mpaka dakika hii naumia sana. Sikutarajia kama huyu mama mwenye huruma alielea watoto mpaka kina Hamza ameshakuwa kina Priscilla. Leo yeye na mume wake kwenye sofa moja wanalipwa kifo. Nimehuzunika sana kifo cha Neema ambaye ni Warden na mume wake. Jamani, rest in peace Madam Warden na mzee Hiza. Basi bwana. Hamza kwanza, Nyakasura baada ya kuona mkono wake umekamatwa, alishia kung'ata lipsi zake na kuongea kwa hasira kwamba nitaka kukuamsha. Naona umezubaa tu. Hivi unajua kadri unavyochelewa hata kwa dakika moja, huyo mshenzi anaweza kuwa watu wengine zaidi. Kama kweli unataka kuona madam akipumzika kwa amani, ondoka kamkamate huyo hayawani na kumkata vipande. Aliongea Nyakasura. Hamza alishia kurushia mbali mkono wa mwanamke huyo. Kisha kwa sauti nzito akasema, mimi si dhaifu kiasi hicho mpaka nihitaji uniamshe. Pia najua nini cha kufanya. Msikilizaji, ni kweli Hamza alipokea pigo kubwa. Lakini alikuwa ameona mengi na kupitia mengi katika maisha yake. Swala la kufiwa halikuwa geni kwake. Kila kifo cha comrade wake kilimfanya moyo wake kuzidi kuimarika. Kifo cha Warden kilikuwa pigo kubwa kwa Hamza. Lakini haikutosha kumfanya kuchanganyikiwa. Hamza alikuwa fundi wa kugeuza simanzi na majonzi kuwa nguvu kwenye moyo wake wa kulipa kisasi. Afande Simba alishia kutingisha kichwa tu huku akivuta pumzi nyingi za uweni na kuzishusha. Himidu akasema kwamba huyu ndio bosi ni mjuae mimi. Nyakasura akasema kwamba sasa kwa nini ulikuwa umedua? Hamza hakumjibu. Badala yake aligeuka na kumwambia Yulia kwamba Yulia, fanya mpango watoto wote waliopo hapa
na wafanyakazi wao wapate sehemu ya kukaa. Nina wasiwasi wanaweza kuwa shabaha tena. Hamza akajibiwa kwamba hakuna shida, tutasafiri nao kwenda Dar na nitawaweka kwenye hoteli yetu na kuwapa ulinzi masaa 24. Hamza mara baada ya kuridhika na majibu hayo, alimpigia simu Eliza na kumwambia asiende kazini na badala yake aende moja kwa moja nyumbani kwa Dina. Hamza alijua ingawa Eliza alikuwa kilindwa na ninja wa Buffalo, bado hakuwa salama. Akiwa chini ya paa la Dina angekuwa salama zaidi kwa kuwa kulikuwa na walinzi wa kundi la Chatu. Pia Chinga mwenyewe alikuwepo. Sababu ya Hamza kutotaka Dina na wengine kuungana na Yulia kwenye hoteli moja ni kwa sababu alitumia ile kanuni ya kutoweka mayai yote kwenye kikapu kimoja. Mpaka wakati huo hakuwa na uhakika adui yake atatumia mbinu gani nyingine kufanya uhalifu. Regina mara baada ya kuona Hamza akifanya hivyo, na yeye pia alikuwa na wasiwasi kuhusu usalama wa shangazi na Irene. Hivyo aliwaambia waondoke kwenda kwa Dina pia. Sasa Afande Simba akasema ya kwamba ni muda wa kuondoka. Kanali Yulia, nadhani kupitia mbinu zako za kiteknolojia utaweza kutoa msaada katika uchunguzi. Hali inazidi kuwa ya hatari zaidi. Hatuna muda wa kupoteza. Baada ya Simba kuongea hivyo, hakuna aliyekuwa na pingamizi. Maagizo yalitolewa kwa polisi kuendelea kuangalia kama kuna miili iliyobaki itolewe na kutambuliwa, huku wengine wote wakiendelea kuondoka eneo hilo. Wakati wa kuondoka, Priscilla alibakia akitaka kusafiri pamoja na watoto na Hamza kumpinga. Upande wa Hamza mara baada ya kuingia garini, aliishia kuongea kwa kusema kwamba Afande Karume, unaonaje wewe na binti yako mkipanda gari moja na mimi? Kuna jambo nataka kuzungumza na nyinyi binafsi. Basi Karume na binti yake Nyakasura walikuwa na hali za ajabu kwenye nyuso zao. Watu waliosikia kauli hiyo walijikuta wakijiuliza Hamza anataka kuongea nao nini? Sasa Afande Simba akasema kwamba Hamza, unataka kuongea nao nini? Ina maana hata mimi sipaswi kusikiliza? Afande Karume akasema kwamba Afande Simba, huna haja ya kuuliza sana. Basi mara baada ya kusikia hivyo, Simba hakujali sana, ila kadri alivyojaribu kuhisia kuhusu jambo hilo, alishindwa kabisa kujua. Muda mchache tu, magari hayo ya kijeshi na kiserikali yalitoka ndani ya eneo hilo na kuanza safari ya kurudi mjini. Hamza alikuwa akiendesha gari huku Afande Karume na mwanawe wakiwa nyuma yake. Afande Karume alivunja ukimya kwa kusema kwamba Hamza, kama una jambo la kuongea wewe ongea tu. Upande wa Nyakasura alishia kuangalia nje huku akiwa na ukauzu kwenye macho yake mazuri. Hamza aliuliza akikwepa kuzunguka akasema kwamba Afande Karume, Priscilla ni binti yako, si ndio? Afande Karume akajibu ndio. Alijibu bila kujiumauma huku akimwangalia Nyakasura pembeni yake. Hamza akasema kumbe unajua. Afande Karume alitulia tu. Sasa Hamza akasema kwamba Nyakasura, kama ulikuwa ukijua Priscilla ni ndugu yako na ndio maana ulikuwa unamtembelea mara kwa mara, kwa nini ukumueleza kweli? Karume kwa mshangao akasema Sulea, ulikuwa ukija kumuona? Nyakasura kwa hasira akasema kwamba nilikuwa nikijiuliza ni muue au ni muache. Ndio maana nilikuwa nikija kumuona. Acha kufikiria sana. Hamza alishia kukunja sura tu, akijiuliza Nyakasura na baba yake walionekana kuwa na maelewano mazuri, lakini kwa nini ghafla tu akabadilika? Asa Karume akasema kwamba kweli kama ni hivyo, kwa nini sasa hukuwapatia taarifa hiyo mjomba wako na familia yake? Na uhakika kama wangejua anaishi, wangemtafuta na kumuua. Aliongea Karume kusema kwamba kwa sababu kama kuna mtu wa kumuua nilipaswa kuwa mimi. Nyakasura, hukuna nia kabisa kumuua Priscilla wakati ulipokuwa ukikutana naye. Unaongea ujinga gani? Nyakasura akasema kaa kimya wewe. Haya ni masuala ya familia yetu. Kwa nini mtu wa nje tu kama wewe unataka kuingilia? Baada ya Nyakasura kuongea hivyo, Hamza akasema kwamba acha ujinga. Unapaswa kuelewa Priscilla ni mpenzi wangu. Mwanzoni alikuwa akijua baba yake ni Profesa Singano aliyemlea tokea akiwa mdogo. Ila sasa najua si baba yake mzazi na nataka kufahamu kwa nini alitelekezwa kituoni. Alafu kingine, kama kuna mtu kweli aliyekuwa akitaka kumuua Priscilla, asingeweza kuwa hai mpaka leo. Unadhani kama ungekuwa na nia kumuua, ningeruhusu uwe karibu yake? Kwamba unasema Priscilla ni nani yako? Mimi na Priscilla tulikutana tukiwa wadogo.
"Samani afande, ila wewe ni baba mko tayari," aliongea Hamza. Sasa afande Karume mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akionyesha wasiwasi usoni tu. Mara baada ya kufikiria, alishukuru Hamza hakukubaliana naye alipompendekeza kumwoa Nyakasura. Basi Nyakasura akasema kwamba wewe mshenzi, hivi ni mara ngapi nimekuambia usijihusishe na Priscilla? Ina maana kunielewa? Nyakasura, maneno yako hayana msingi wote. Swala langu na Priscilla ni binafsi zaidi. Wakati nikiwa naye sikumfikiria kama ndugu yako au vipi. Kubwa ni kwamba familia yenu ilimtelekeza. Hivyo hakuna kigezo chochote unacho cha kutaka kumfanya Priscilla kuamua cha kufanya. Nadhani mimi kuwa naye ni bora zaidi ya huyo mjomba wako anayetaka kumuoa. Nyakasura hakujua namna ya kukataa swala hilo kwa sababu ilikuwa ni sahihi. Sasa akaulizwa ya kwamba afande Karume, kwa nini ulimtelekeza Priscilla miaka yote hiyo? Natamani kupata jibu, maana ndilo jambo pekee linaloweza kumfanyia Priscilla kwa sasa. Mara baada ya kuulizwa swali hilo, macho ya afande Karume yalionyesha hali isiyoelezeka. Mwishowe alishia kuvuta pumzi na kujibu kwamba familia yetu ina utamaduni wa kimila ambao ni tofauti sana na wa familia nyingi za kisiwani Zanzibar. Katika familia yetu tuna msemo maarufu wa jini wa miaka 100 ni jini wa miaka 1000. Hamza akasema, unamaanisha nini kusema hivyo? Karume akasema, tunatumia neno jini kumaanisha kiumbe wa uzao wa moto. Kabla ya ujio wa dini yetu, tulikuwa na taratibu zetu za kimila na imani ambazo tulizingatia mpaka leo hii. Japo kwa siri ndani ya familia, tunaposema jini wa miaka 100 ni uzao mpya uliokuwepo miaka 1000 iliyopita. Hivyo kimila, endapo kitokea watoto wawili wenye nguvu za ziada katika kipindi cha uzao mmoja, ni laana. Kila mtu anamuita Nyakasura Phoenix Girl kutokana na asili ya uwezo wake. Lakini ndani ya familia yetu, Sulea ni binadamu mwenye damu ya urithi wa jini wa miaka 1000. Hivyo kuna mkufu mmoja maalum wa kumtambua, anaongea afande Karume. Mzee, umeongea kwa mafumbo sana, sijakuelewa. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba Priscilla alikuwa sawa na Nyakasura na kufanya familia yenu kuwa na watu wenye uwezo sawa. Kama mnaamini kwamba watu wenye uwezo hutokea kila baada ya miaka mingi kiasi hicho, si ilikuwa ni bahati kuwa nao wote? Kwa nini bado mkamtelekeza kwa kuamini tu kuwa ni laana? Karume akasema, Sulea alizaliwa na pacha wake wa kufanana na wote walikuwa na uwezo unaofanana. Ni sawa na kusema tulibarikiwa kuwa na binadamu wawili wenye nguvu zisizo za kawaida kwa wakati mmoja. Hata hivyo, kabla ya kuzaliwa kwa Priscilla, pacha wake Sulea alifariki mwaka huo huo. Kwa hiyo mnaamini kwamba ni kuzaliwa kwa Priscilla akiwa na nguvu kubwa ya urithi wa damu sawa na Nyakasura ilikuwa ni laana, si ndio? Hamza, najua unaweza kuona ni ujinga, lakini ukweli ni kwamba pacha wake alifariki mapema kabla ya Priscilla kuzaliwa. Ukijumlisha na mila zetu za kutoamini uwepo wa watu wawili wenye mwamko wa damu, kufa kwa pacha yake Nyakasura ulikuwa ni udhihirisho. Kwa lugha nyepesi, kuzaliwa kwa Sulea na pacha wake na kufa mmoja, watu wa ukoo waliamini ni utimilifu wa mila. Hivyo kama ingejulikana Priscilla amezaliwa akiwa na uwezo kama wa Sulea, ingekuwa tatizo tena. Hivyo tulificha ukweli. Aise, usiniambie kwamba mtoto akizaliwa tu tayari mnajua damu yake inakwenda kuamka. Unaweza kushangaa, lakini kimila kila mtoto akizaliwa siku yake ya kwanza tu baada ya kulia huwekwa karibu na miale ya moto. Ikionekana miale ya moto inamkwepa, basi hiyo ndio dalili namba 1 ya kuashiria ukubwa wa nguvu ya urithi wa damu yake. Sulea mara tu baada ya kuzaliwa, hata kabla ya kujitambua, alikuwa akicheza na moto kama ambavyo watoto wanachezea midoli. Hivyo pia ilikuwa kwa pacha wake. Japo uwezo wake haukuwa mkubwa sana, ila familia yetu ilishajua tumebarikiwa na watoto wawili wenye uwezo unaofanana. Hamza mara baada ya kufikiria kwa kina, alijikuta akiamini hali waliokuwa nayo wakati huo. Kama walikuwa na uwezo wa kuamini katika damu ambayo ni kama hadithi tu kutokea, ama kuaminisha mtu yoyote wa nje kuepo, ilikuwa ni sawa vile vile kuamini kwamba kuzaliwa kwa mapacha wenye uwezo mmoja ni laana. Basi Mzee Karume aliendelea kusema kwamba mke wangu ambaye ni mama yake Sulea, mwanzoni hakujua kwamba nilikuwa na mtoto mwingine nje ya ndoa. Na wakati huo akiwa anaumwa, baada ya kufahamu uwepo wa Priscilla
na kwa sababu ya kupoteza binti yake alifariki muda mfupi tu kwa maradhi ya moyo. Mwisho siku mimi ndiye nikawa mwenye makosa. Sikustahili kuwa baba na mume kwa wakati mmoja. Aha. Alafu kuna maana gani ya kuongea maneno hayo sasa hivi, eh? Yaani nyinyi wanaume mnachojua tu ni kuoa tu, ila hamjui kujali wake zenu na kuzurura tu huko nje. Aliongea Nyakasura, lakini baba yake hakupinga. Kwa hiyo nini kilimtokea mamake Priscilla? Sijui. Mamake Priscilla alikuwa mtu wa bara, kabila la Wadigo, na nilikutana naye nikiwa nasomea masuala ya ujasusi. Sasa kutokana na kuzaliwa kwa Priscilla, ukoo wetu ulikuwa katika mgogoro mkubwa. Baba kipindi hicho alikuwa amenifungia gerezani, huku akisema yeye atashughulikia masuala yangu. Sasa baadaye baba alichoniambia ni kwamba alimchukua mamake Priscilla na mtoto na kwenda kuwatupa kwenye mbuga za wanyama na kuwaacha hatima zao ziamue kuishi ama kufa. Na kwa kipindi kirefu sikujua kama Priscilla alikuwa hai au amekufa. Ila baada ya kusikia babake Priscilla ni Profesa Singano, naanza kupata picha kilichotokea. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba unamjua Profesa Singano? Unadhani ni kitu gani kimetokea? Kwa sisi ambao tuko kitengoni, hakuna ambaye hamfahamu Profesa Singano. Alikuwa ni kachero wa masuala ya upelelezi kwa muda mrefu kabla ya kustaafu. Na alifanya kazi kitengo kimoja na mamake Priscilla kabla ya kubeba ujauzito. Sasa kama ni hivyo, kwa nini muda wote hukuchukua hatua za kuwatafuta? Hata kama ningewatafuta, ningefanya nini sasa? Mimi sikuwa na uwezo wa kuwalinda na kuwapa na kuwapata tu, ilikuwa sawa na kuwaingiza kwenye matatizo zaidi. Alafu kingine, mimi sikuwa na ujasiri huo wa kuangalia usoni. Okay, kwa hiyo huyo mjomba mnayemzungumzia kutaka kumwoa Priscilla ni upande wa mama yake Nyakasura, si ndio? Kwa hiyo hakuwa na uelewa wote wa uwepo wa Priscilla. Ndio, yani ni kwamba hakujua mwanzoni, ila alijua baadaye sana. Mjomba aliweka kinyongo kikubwa mno na baba mara baada ya kifo cha dada yake, akiamini baba ndiye chanzo. Kama isingekuwa kwa babu, wakati huo baba asingekuwa hai. Hamzamini kushauri tu usije kumwambia Priscilla kweli, na usimfanye mjomba kujua pia. Vinginevyo akifahamu yupo hai, ataanzisha kampeni ya kumuua. Aliongea Nyakasura, na Hamza alishia kumwangalia Nyakasura kupitia kioo cha nyuma na kuona hakuwa kitania. Huyo mjomba wako na yeye ameweza kuamsha damu yake? Ila haliwezekani. Kama ulivyosikia, mtu kama mimi natokea mara moja tu kwa miaka mingi. Mjomba anaweza siwe ameamsha damu yake, lakini uwezo wake ni mkubwa mno. Ndio mtu mwenye nguvu zaidi kuliko hata baba. Anakaribia kuvuka hatua zote za level ya nafsi na mwili na kuingia kwenye hatua ya dhiki. Unajua Hamza, ni kweli kabisa alichoongea. Mjomba wake akijua Priscilla atakuwa hatarini. Ukoo wetu ni mkubwa sana na umegawanyika katika matawi na imani zake. Msimamo wetu kimila unatofautiana. Kwangu mimi naweza kukubali uwepo wa Priscilla na Sulea kwa wakati mmoja, lakini tofauti kwa wengine. Nishakwambia kilichotokea, na nitatafuta wasaa wangu kuongea na Profesa Singano kujua upande wa pili. Lakini nadhani kwa sasa ni vyema zaidi tukimwacha Priscilla aishi maisha ya amani tu. Upande wa Hamza aliposikia hivyo, aliendelea kuendesha gari huku akiwa na fikra nyingine tu. Akauliza kwamba Nyakasura, umesema mjomba wake ana uwezo mkubwa sana na anakaribia daraja la dhiki. Kwa hiyo unataka kusema yani amefanikisha kuingia level ya utambuzi wa karama ya nafsi na mwili? Msikilizaji, mafunzo ya nishati yana hatua zake. Nusu mzunguko na mzunguko kamili ni madaraja mepesi sana kwa mtu kuyafikia. Daraja la nafsi ndio daraja gumu zaidi kulifikia, na pia daraja gumu kulipita, kwa sababu level ya nafsi pekee ina hatua zisizopungua 6 mpaka kupita, ambapo hatua yake ya mwisho ni karama ya utambuzi wa mwili na nafsi. Hatua hiyo ni mfano wa mwanafunzi anayekabidhiwa cheti baada ya kuhitimu ngazi fulani ya kielimu. Karama ni maono mapya yanayomvusha mtu kuingia hatua nyingine. Sasa Hamza akaulizwa ya kwamba kwa hiyo kumbe na wewe unajua hiyo hatua? Ni kwamba wakati nikiwa nje ya nchi nilishawahi kukutana na mzee mmoja ambaye alikuwa katika level ukamilifu wa mwili na nafsi. Inasemekana mtu akiingia daraja hilo anakuwa na uwezo wa kutawala nafsi na roho yake hata ikiwa nje ya mwili. Mtu akifikia hatua hii
hatumii fikra bali maono ya kutambua maajabu ya ulimwengu na kupanda zaidi kimadaraja katika matumizi ya nishati. Alisema mtu akishafikia hatua hiyo anavunja vizuizi vyote vya ulimwengu wa kifo na kuingia ulimwengu wa juu ya kifo. Inawezekana sababu hata jemadari kuishi maisha marefu ni kwa sababu aliweza kuvunja ama kuingia katika level hii ya karama. Ndio maana ameweza kuwa na kinga dhidi ya magonjwa na kuzuia seli za mwili wake kuzeeka. Sasa tokea niambiwe kuhusu hii level, sikuwa na uhakika. Basi Karume akasema ya kwamba ndio hivyo. Jemadari wa ukoo wa Simba alishaingia na kuvuka hiyo hatua akiwa bado kijana. Ndio maana mpaka leo muonekano wake haujawahi kubadilika licha ya kuishi maisha marefu. Ingawa mpaka sasa ieleweki ni nguvu kiasi gani anazo, lakini kitendo cha kuishi maisha marefu kiasi hicho ikiashiria tosha kuwa si mtu wa kawaida. Anaongea Karume. Sasa Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kuvuta tu pumzi na kujiambia kwamba kweli jemadari alikuwa na nguvu, lakini mara baada ya kusikia kwamba kuna watu waliokuwa mwishoni mwa level nafsi wanaotaka kutoboa na kuingia level ya malipizi, Hamza aliona alikuwa amechukulia swala hilo kwa wepesi mno. Alihisi kama kuna mtu kama mjomba wake Nyakasura mwenye uwezo mkubwa kama huo. Sina maanisha kwamba kuna uwezekano wa wengine pia wenye nguvu hizo. Hamza alijua mtu akiwa kwenye level hiyo, basi moja kwa moja kwake kutambua mambo mengi juu ya nishati ni rahisi mno. Yaani kama kuchota maji tu. Sasa mara baada ya kufikiri kwa kina, aliona pengine ndio maana Afande Simba alikuwa na malingo sana akizungumzia nguvu iliyojificha. Pengine ni kwa sababu alijua kuna watu wenye uwezo wa juu kuliko Hamza. Sasa Hamza hakuwa akiogopa uwepo wa watu hao. Ukweli ni kwamba mpaka wakati huo hakuwa amepata mshindani sahihi wa kutumia uwezo wake wote. Ila Hamza alijua watu waliopo katika level hizo si watu wa kujali mambo ya kawaida kama migogoro ya kibinadamu. Pengine ni watu waliokuwa wakifikiri tofauti kabisa na watu wa kawaida na kuona yanayoendelea duniani ni shughuli za asili. Sasa Nyakasura muda huo hakufikiria kama maneno yake yalikuwa yamemfanya Hamza kuwa na shauku ya kukutana na mtu mwenye uwezo mkubwa namna hiyo. Sasa kama utakuwa unajua nguvu walizonazo watu katika level ya karama, nadhani mimi sina haja ya kukuelezea kwa nini Priscilla hapaswi kujua kweli. Ni bahati kwamba bado yupo hai mpaka sasa. Usije tu kafanya kitu kitakachokuingiza matatizoni mwenyewe. Nyakasura, sijui unaongea nini? Mimi nijua unataka kumuua Priscilla kwa ajili ya kulipa kisasi kwa kufa mama yako. Kwa nini unaongea kama unamjali sana? Mimi sijasema namjali, ila bado mimi sijafanya maamuzi ni lini nimuue. Anaongea Nyakasura ageuza kichwa chake nje kwa hasira. Hamza alishia kucheka na nafsi yake tu. Lakini hata hivyo hakupanga kumwambia Priscilla ukweli kwa muda huo. Aliona anapaswa kuzingatia mambo mengi, kwani swala hilo halikuwa la kawaida. Angalau mpaka akishafanikiwa kumlipia Madam Warden kisasi kwa kumuua huyo hayawani, anaweza kufikiria mambo mengine. Sasa mara baada ya kurudiwa na mawazo ya kifo cha Madam Warden, Hamza alijikuta amerudi katika hali yake. Alijitahidi kutuliza akili yake ili kukabiliana na kila kitu kitakachokuwa mbele yake. Masaa kadhaa baadaye wote waliweza kufika kwa kufuatana kwenye hoteli ya Yulia ambayo ilikuwa na maabara. Upande mwingine Afande Himidu alikuwa amemjumuisha yule kijana wa shule ya msingi aliyemletea simu Hamza. Ndani ya chumba chake katika hoteli alikuwa kijana. Alitaka kumuuliza maswali kadhaa mtoto huyo mara baada ya kuamka. Sasa yule akasema kwamba nilipokuwa kwenye gari nimeshafikiria njia. Aliongea Yulia wakati akiongoza njia kuingia hotelini huku akiendelea kuongea. Yulia akasema kwamba huyu muuaji alipiga simu na kisha akasema alikuwa na haraka, ndio maana akaandaa matukio. Hii pengine ni kwa sababu alikuwa akihangaika kutoka eneo moja kwenda lingine ili kuweza kuteka akili za watu katika umbali mfupi. Na kama ni hivyo, lazima atakuwa ameacha vinasaba vya damu kwenye maeneo aliyopita. Kama nikiweza kupata vinasaba vyovyote katika kila eneo la tukio na kuchenjua, mwisho nitabakiwa na vinasaba vya mtu mmoja tu na atakuwa ni yeye. Afande Simba akasema, lakini Kanali Yulia, kukusanya vinasaba katika kila eneo ni swala gumu sana. Tutajuaje ni kipi cha kuchukua na kujua kinahusiana na yeye? Yulia akasema kwamba mwili wa binadamu unapitia umetaboli muda wote. Na kila sekunde miili yetu inatoa seli zinazokufa na kudondoka chini. Ni kwa sababu hatuwezi kujihisi sisi wenyewe, lakini ni jambo linalotokea. Na kuhusu swala hili kusema ni gumu, tayari nina teknolojia niliyoitoa kwenye ethics ya spectra za DNA. Ina uwezo kufanya kazi ya kuskani na kutambua DNA tofauti kupitia drone. Kwa hiyo mnapaswa kujua tu kwamba lazima huyu mtu ni mgeni hapa nchini
na kwa vyovyote maeneo aliyopita lazima ameacha vinasaba vyenye ugeni. Mpango wangu unaweza usiwe na mafanikio kwa 100%, lakini mimi na uhakika hata kwa 10% tu ya uwezekano nitapata kitu. Afande Simba akasema kwamba kumbe kuna teknolojia aina hiyo. Basi kwa maneno yako nadhani tuna nafasi ya kumkamata kwa urahisi huyu mhalifu. Yule akasema haya yote yatatokea na kama mhusika alikuwepo katika kile eneo la tukio. Hivyo hatuna haja ya kuwa na matumaini makubwa bado. Basi bwana, wakati wakiwa wanaongea, kila mmoja alikuwa amekwisha fika kwenye maabara hiyo. Mara baada ya kufuata hatua ya kiitifaki za kuingia ndani, hatimaye wote walizama na kufuata maelekezo ya Yulia aliyekuwa akiwasha tarakishi zake za teknolojia kubwa. Kwa waliokuwa wakishuhudia humo ndani, waliona kwa nini mtu huyo anataka kumuua Yulia. Maana teknolojia waliokuwa wakishuhudia ilikuwa ikishangaza na kutibua moyo kwa wakati mmoja. Yulia hakupoteza muda, alicheza na teknolojia yake akidhamiria kutumia uwezo wake wote kumshinda adui yake. Ni muda huo Reji alipokea simu, na mara baada ya kuipokea alijikuta kikunja ndita kidogo. Reji kwa sauti ya utulivu akasema ya kwamba nimewaelewa. Endeleeni kufanya uchunguzi zaidi na mnifikishie kila taarifa mnayopata. Aliongea Regina. Watu waliokuwa eneo hilo wote walimwangalia. Na Hamza ndiye aliyekuwa kwanza kuuliza kwamba wife, kuna taarifa yoyote kutoka kwa binamu? Reji akajibu ya kwamba mkuu wa kitengo cha intelijensia amesema matukio haya yanafanana kwa 100% na yale yaliyotokea miaka 30 iliyopita. Kwa mhalifu aliyekuwa akitumia uwezo usio wa kawaida nchini Marekani aliyejiita Postman. Walijikuta wakishtuka baada ya kusikia jina hilo Postman. Afande Simba alionekana kushikwa na mshtuko mkubwa. Hamza kauliza kwamba nini tatizo Afande Simba, ushawahi kusikia kuhusu hilo jina? Afande Simba akasema nishawahi kusikia, ni swala ambalo lilitokea nje ya nchi miaka 30 iliyopita, ndio maana sina taarifa nyingi. Inasemekana jina la Postman lilitokana na kuwa mfanyakazi wa posta ambaye alipata ukichaa miaka 20 iliyopita kutokana na mageuzi makubwa ya teknolojia ya taarifa nchini Marekani. Matumizi ya barua pepe yalishika hatamu na kufanya watu wengi kuachana na njia za kuandika barua na kutuma kwa njia za posta. Matokeo yake wafanyakazi wengi waliokuwa wakisafirisha barua walikosa kazi, akiwemo huyu mtu aliyejiita Postman. Inasemekana kwamba baada ya kukosa kazi kulikosababishwa na teknolojia, alijenga kinyongo kikubwa sana na kuanza kushawishi watu wengi ambao ni waathirika wa teknolojia kulipa kisasi kwa kufanya matukio mengi ya kigaidi. Alitengeneza timu hatari sana ambayo iliua mamia wanasayansi pamoja na raia wa kawaida. Magaidi hawa hata hivyo walikuwa wakifanya uhalifu wao kwa akili sana na kulazimisha jeshi la Marekani kutumia nguvu kubwa kuwatafuta. Sasa baadaye, kutokana na watu wengi kupaniki kwa matukio hayo ya kigaidi, serikali iliamua kuachilia karibu vikosi vyote vya kijeshi na polisi kwa ajili ya kumtafuta Postman na genge lake. Ni mpaka walipoweza kufanikisha kumkamata Postman ndipo walipogundua kwamba aliweza kuwashawishi watu wengi kumsaidia kwenye uhalifu, kwa sababu alikuwa na uwezo usio wa kawaida wa kutawala mawazo ya watu. Watu wengi waliotengeneza mabomu na kuyalipua walikuwa chini ya ushawishi wa Postman. Inasemekana hata baada ya Postman kuacha kutawala akili zao, wenyewe waliendelea kumwamini na kumchukulia kama Mungu na kuamini kila alichosema. Kwa hiyo ajenda yao kubwa ilikuwa kwamba teknolojia itasababisha mwisho wa dunia. Basi watu wote mara baada ya kusikia maelezo hayo walijikuta wakishangaa. Lakini kwa wakati mmoja walihisi ni jambo ambalo halikuwa la kawaida. Mtu ambaye alikuwa na uwezo usio wa kawaida wa kutawala mawazo ya wengine ilionekana wazi, ndio maana alikuwa mtu hatari sana. Sasa Afande Simba aliendelea kuongea kwamba ni kawaida kwa mtu wa Mungu, hata wale wahubiri, kutawala akili za watu kwa kuwahubiria maneno ya kuwateka na kufanya akili zao kushindwa kufikiria nje ya maneno yao. Lakini huyu Postman, yeye ni kama alikuwa akiwalewesha watu na uwezo wake na kuwafanya kuwa kama misukule, wakimfanyia kila kitu alichotaka. Hata akiwaambiwa wajiue, wanafanya hivyo. Yakasura akasema kwamba lakini si taarifa zinaonesha Postman alikamatwa, kwa nini awe huru tena? Unajua watu wa binamu wanashangaa pia, wamesema sio jambo la kuwa huru, kwani kuna ushahidi hadi wa kanda za video ukionyesha Postman akinyongwa nchini Marekani, habari ambazo hata mtandaoni zipo. Hiyo ni sawa na kusema Postman alifariki miaka 30 iliyopita na hawezi kutokea tena. Baada ya Regina kuongea hivyo, Afande Karume akasema kwamba pengine kuna mtu mwingine mwenye uwezo sawa na Postman.
Yulia akajibu ya kwamba hakuna haja ya kukisia bwana. Nitakusanya vinasaba vya damu katika maeneo ya matukio na kuvichambua. Baada ya hapo nitavipambanisha na vya huyo postman kujua kama ni yeye. Aliongea hivyo Yulia. Ni muda huo Afande Himido aliingia ndani ya eneo hilo. Afande Himido akasema kwamba bosi, Afande Simba tumepata kitu. Yule kijana wa shule ya msingi mara baada ya kuamka na kumhoji hana kumbukumbu zozote kilichotokea. Inaonekana akili zake zilikuwa zimetekwa na mtu. Ila ni kwa kipindi cha muda mfupi tu na kurejewa na ufahamu. Kwa makisio yangu ni mtu ambaye ana uwezo sio wa kawaida. Ni kama mchawi hivi. Mara baada ya Himido kuongea hivyo, karibu wote walimwangalia. Akasema mbona mnaniangalia tu? Mnaniona kama nina akili sana ama? Hamna haja ya kushangazwa bwana na uwezo wangu. Ndivyo nilivyo bwana. Afande Simba akasema mshauri mkuu, unapaswa kupumzika sasa, umefanya kazi nzuri. Himido akasema kumbe mlikuwa mkijua kuhusu hili bwana. Sasa kwa nini msingeniambia sasa na kumfanya kumogopesha yule mtoto mpaka akaanza kulia? Aliongea Himido mara baada ya kuelewa kinachoendelea. Sasa wakati karibu watu wote wakishindwa kuongea neno, upande wa Yulia kulionekana ujumbe kwenye skrini. Yulia alishia kuchezesha kidole chake hewani na papo hapo picha ilionekana. Alikuwa ni meneja wa hoteli hiyo ambaye alionekana kuwasiliana na Yulia. Basi akasema kwamba mwenyekiti, kuna bahasha imefikishwa hapa mapokezi na muendesha taksi kwa ajili ya Mr. Hamza. Basi watu mara baada ya kusikia kauli hiyo walishtuka na kuhisi isije ikawa ni postman aliyetuma bahasha hiyo. Macho ya Hamza alishia kuonyesha hali ya ukauzu tu na kisha pale pale alitingisha kichwa kumwashiria Yulia ya kwamba nitaenda kuchukua, nyie nisubirini hapa. Sasa mara baada ya kuongea maneno hayo, Hamza alitoka mahali hapo na kwenda moja kwa moja mpaka eneo la mapokezi na kupokea bahasha yake. Mara baada ya kufungua bahasha hiyo, aliweza kugundua ndani kulikuwa kuna simu ya button. Kulikuwa na kimemo ndani yake kilichokuwa na herufi bonyeza 1. Hamza alibonyeza 1. Na pale pale simu ilianza kupiga na kupokelewa upande wa pili. Sauti ilisikika ikisema ya kwamba Mr. Lucifer, hiyo ni simu ya pili unaipokea. Nadhani nimekwisha kukuonya. Kama usipomuua Yulia na kuharibu FX utalipa gharama. Msikilizaji, awamu hiyo haikuwa sauti ya mwanamume bali ni ya mwanamke aliyeongea Kiswahili fasaha. Hamza alishia kung'ata meno yake tu, macho yake akiwa amejaa dhamira ya kuua na kidogo tu haribu simu ile kwa kukaza mkono. Mara baada ya kuvuta pumzi na kuzishusha, pale pale aliuliza ya kwamba wewe ni postman. Sauti kwenye simu ikajibu ya kwamba huna haki ya kuniuliza maswali. Nimekuletea simu kwa ajili ya kukuambia jambo moja. Kama usipomuua Yulia na kuharibu FX ndani ya siku 1.5, nitaendelea kuua Watanzania mpaka pale utakapotii. Usijaribu kunitafuta wala usije ukadhani utanikamata. Nyie watu hamniwezi kabisa, kwa sababu mimi napigania haki ya uendelevu wa binadamu. Mara baada ya kuongea hivyo, pale pale simu ilikatwa na kumfanya Hamza kuisambaratisha papo hapo, huku akibweka kwa kuangalia juu kwa hasira kali. Mara baada ya Hamza kurudi ndani ya maabara, kila mtu alimwangalia kwa ajili ya wasiwasi. Sasa Kareji kakasema kwamba Habi, uko sawa, kama ni taarifa mbaya wewe ongea tu, usiweke vitu moyoni, alisema Regina, lakini Hamza alishia kumtingishia kichwa. Hamza akasema niko sawa, ni kwamba tu nishafikiria kitu ambacho kinaweza kusaidia kumpata. Nakasura kauliza ni kitu gani hicho? Huyo hayawani amesema kwamba ananipa siku 1.5 tu ya kufikiri. Ukweli ni kwamba naona ni yeye ndiye anayehitaji siku 1 kwa ajili ya kuandaa tukio lingine. Haijalishi kama yupo hapa Tanzania ama nje ya nchi. Ila kila anapotaka kufanya uhalifu anahitaji muda wa kujiandaa. Ikiwa ni kutafuta mtu sahihi wa kumtawala akili yake na kisha kutega bomu na kuua. Hivyo sidhani kama kutakuwa na hatari ndani ya masaa 36. Na katika wakati huo tunapaswa kuhakikisha kwamba tunapata sehemu alipojificha, aliongea Hamza. Basi watu wote walitingisha vichwa vyao kukubaliana naye, wakionekana kukubali uwezo wa Hamza wa kufikiria mbali kwa maneno kidogo tu kama hayo. Ni muda huo Regina alionekana kupokea simu, na mara baada ya kuangalia aliweza kugundua ni mkuu wa kitengo cha binamu. Alipokea pale pale na kuweka loudspeaker. Sasa sauti ilisikika ikisema kwamba mtawala, tumeweza kupata hali ya kushuku ambayo tunadhani inaweza kuhusiana na hili. Ni kwamba Jenerali Robert wa jeshi la Marekani alifanya safari siku kadhaa zilizopita kwenda kisiwa cha barafu
kwenye mzunguko wa Arctic. Kwa taarifa tulizonazo, eneo hili lina gereza la chini ya bahari ambalo ni maalum kwa kufungia wafungwa ambao wana uwezo sio wa kawaida. Kama kweli Postman hakufariki, basi kuna uwezekano alikuwa amefungwa hapo. Mara baada ya watu wote kusikia maelezo hayo, kwa pamoja waliingiwa na wazo moja la uwezekano. Mara baada ya Reggie kukata simu ile, alisema kwamba inaonekana ni kweli huyu Postman hakuuliwa na Wamarekani, bali kumnyonga ilikuwa ni hadaa tu. Afande Simba akasema shenzi kabisa, Wamarekani tamaa zao hazijawahi kuwa na mipaka. Kwa sababu tu ya kuwa na ethics na yule ya upande wetu, wameenda mbali mpaka kumwachia kichaa kama huyo kuwa huru na kumtumia. Basi mshauri mkuu akasema, ukweli mimi naona fikra zetu hazipo upande sahihi tokea mwanzo. Tuseme tu Kanali Yulia akauawa kama wanavyotaka, na pia tukaharibu ethics. Sasa nani atafaidika kutokana na hili? Lazima mataifa makubwa duniani ndio yatafaidika na hili. Na maana yake pengine ni mpango wao. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo, macho yake alichanua kidogo na kisha akaanza kupiga hatua kutokea eneo alikuwa amesimama. Regina akauliza kwamba Habi unaenda wapi? Hamza akasema kwamba Marekani kumtafuta Robert. Aliongea Hamza kwa ukauzu kama vile ni safari hiyo ni ya kwenda mkoani Lindi. Sasa Karume akauliza kwamba yani ndio ushaamua hivyo moja kwa moja kabisa ama? Tuna masaa kadhaa tu na inahitajika masaa zaidi ya 18 kwenda mpaka Marekani. Kama nisipoharakisha kuondoka sasa hivi kwenda kumkamata, Postman atafanya shambulizi lingine na watu wataendelea kufa. Sasa sitakuwa hatari sasa. Vipi kama wakikuwekea mtego? Mke wangu, haijalishi hatari ni kubwa kiasi gani, napaswa kwenda. Nitafanya mawasiliano na washikaji zangu nikiwa njiani na kujiongezea nafasi ya ushindi. Kama kweli huyu Postman kaachiwa huru na wao, lazima pia watakuwa na njia kumdhibiti. Hivyo kumkamata Robert ndio njia rahisi ya moja kwa moja kudili na hili. Aliongea Hamza. Karume akasema kwamba lakini Kanali Yulia akasema ya kwamba ana uwezo wa kuskani DNA zenye ugeni kwenye maeneo ya matukio. Pengine tunaweza kupata taarifa mapema. Ni sahihi kama tuna uhakika. Ila kama hatuna na tukajichelewesha kuanza safari, basi matokeo yake yanaweza kutopimika, alisema Hamza. Kila mmoja alibaki kimya kama vile walitafakari alichoongea. Waliona walipaswa kufikiria kila njia yenye uwezekano na sio kutegemea kitu kisicho na uhakika. Sasa Afande Simba alishia kumwangalia Hamza kwa muonekano usioelezeka, kisha akasema kwamba nchi ipo mashakani na ni muda wa kusimama imara. Hamza, mimi nitaweka utegemezi wangu kwako juu ya hili swala. Kama kuna chochote utakachohitaji, sisi kama taifa tupo tayari kukusaidia. Aisee Simba, hebu acha kujipa umuhimu kwa hili. Ninaenda kulipa kisasi kwa alichomfanyia Madam Warden. Sijali kuhusu hali ya nchi mimi. Kama unajali, niandalie ndege binafsi ya masafa marefu itakayonifikisha moja kwa moja jimbo la Virginia Marekani, na mengine nitafanya mwenyewe. Simba akasema kwamba sawa, hakuna shida, nitawasiliana na shirika la ndege la taifa utumie ndege ya abiria iliyo tayari kwa safari kuondoka mara moja. Anaongea Simba kisha akasogea na kumshika Hamza bega akasema kwamba kwa makini, tunatarajia kurudi kwako. Hamza aliweza kuona hisia za dhati katika macho ya Simba na alishindwa kujizuia kuhisi ajabu kwenye moyo wake. Mara baada ya kufikiria kwa dakika kadhaa, Hamza alinua kichwa chake na kumwangalia Regina. Wife, intelligence yenu ipo makini sana na nchi ya Marekani, hususan alipo Afande Robert kwa sasa. Ninahitaji msaada wako. Regina licha ya wasiwasi asingeweza kumzuia Hamza kuondoka. Sawa, nimekupata. Nitawaambia watu wa binamu kutuma taarifa moja kwa moja kwenye simu yako. Hamza alishia kutingisha kichwa na bila kuongea neno lingine alitoka kwenye maabara hiyo. Mara baada ya kuendesha mpaka uwanja wa ndege, alipokelewa na kupitishwa kupitia mlango wa VIP na kuongozwa moja kwa moja hadi kwenye ndege. Kawaida ndege hiyo ilipaswa kuondoka hapo kwenda Amerika masaa mawili yajayo, lakini kutokana na dharura hiyo ilibidi iondoke hivyo hivyo na abiria mmoja tu ambaye ni kaka yenu, shemeji yenu na mchepuko wenu, Hamza. Sasa Hamza asingetumia ndege tofauti na abiria, sababu ni kwamba kupitia ndege ya abiria ni vigumu kushtukiwa, na pia ndege hizo zina uwezo wa kubeba mafuta mengi bila kusimama njiani. Sasa Hamza mara baada ya kuondoka, eneo linalozunguka hoteli liliwekwa chini ya ulinzi mkali. Wanajeshi wa kitengo cha Malibu ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa mafunzo ya kinishati walipangwa katika formation za ulinzi kiasi kwamba hawakupaswa kuruhusu hata inzi kumfikia Yulia. Kwa ufupi, hata wageni waliokuwa ndani ya hoteli hiyo waliombwa radhi na kuhamishwa kwenye hoteli nyingine.
Walioruhusiwa kuingia hapo kwa ukaguzi mkubwa ni watoto wa kituo wakiongozwa na Priscilla. Regina na wengine hawakuwa na kazi ndani ya maabara, hivyo walitoka na kwenda kutoa msaada wa kisaikolojia kwa watoto hao walioathirika na bomu na moto. Nyakasura na Afande Karume na wenziwe walichukua ofisi ya kuigeuza kambi ya muda, huku wakichakata taarifa na kuwasiliana na makachero wao wote. Kwa wakati kama huo, kitengo cha sleeping lounge kilikuwa kimegeuka na kuwa awake lounge. Yulia alishirikiana na wataalamu wa kijeshi na kurusha drone zilizowekewa ni kama viambata vya teknolojia DNA spectrometer na kuanza kuskani maeneo yote ya matukio ya jana yake na ya siku hiyo kukusanya vinasaba. Sasa kutokana na maeneo kuwa mengi, kazi ilichukua muda mpaka kukamilika. Nyakasura ambaye aligeuzwa kuwa bodyguard alikuwa amekaa kando ya Yulia muda wote. Alikuwa ameboreka kiasi kwamba alikuwa akichezesha vidole vyake moto unawaka, anauzima na kuwasha tena. Sasa Nyakasura alikuwa akitoa miayo akauliza kwamba Yulia, bado hujamaliza tu, hizo mashine zako zina majibu kweli? Yulia akasema kwamba nimemaliza. Aliongea huku sasa akitoa pumzi ya kuridhika. Ingawa aina hiyo ya uchunguzi ni rahisi zaidi kulinganisha na njia ya kutumia watu, bado alihisi inachukua muda. Nyakasura akauliza kweli? Basi kwa furaha zote aliruka kutoka kwenye kiti na kwenda kusimama nyuma ya Yulia. Mara baada ya kuangalia taarifa zilizokuwa zikionyeshwa kwenye skrini, alishindwa kuelewa chochote. Akauliza sasa ndio nini hivyo? Yulia akasema kwamba Nyakasura, wewe endelea tu kucheza na moto wako. Hata kama nikae chini nikufundishe kwa miaka 10 hautonielewa. Nyakasura akasema, kuona jigamba na nini sasa? Si unafanya kazi yako kwa amani sababu nipo hapa kukulinda. Lakini hata hivyo, mara baada ya kuona haelewi chochote, alishia kurudi zake kwenye kiti na kuendelea kucheza na moto. Sasa upande wa Yulia alianza uchekechuzi na mahesabu ya kupima vinasaba hivyo. Kauli yake ilikuwa ni moja tu, kwamba mtu mmoja molekuli za DNA zake haziwezi kupatikana katika maeneo yote. Ikionekana molekuli zote zimefanana katika kila eneo baada ya kupambanishwa, huyo ndiye mtu anayetafutwa. Sasa mara baada ya kazi yake hiyo yenye mkanganyiko mkubwa kumalizika, macho ya Yulia yalishia kusinyaa, huku akikunja ndita kwa pamoja akiwa katika muonekano wa mshangao. Alishia tu kugeuka na kumwangalia Nyakasura, kisha kauliza kwamba Nyakasura, una uhusiano gani na Priscilla? Nyakasura mara baada ya kuulizwa swali lile, muonekano wake ulibadilika. Ni pale pale alijua kama Yulia atakusanya DNA za watu wote, basi ni rahisi kugundua DNA zake, za baba yake na za Priscilla kufanana. Hata kama Priscilla alikuwa ni wa mama tofauti, lakini mpangilio wa vinasaba haujawahi kudanganya. Mara baada ya kuona mabadiliko ya Nyakasura, Yulia alishia kutoa tu pumzi na kuongea kwamba inaonekana nimejua siri nisiyopaswa kujua. Nyakasura akasema kwamba Yulia, hilo ni swala la familia yetu na linahusiana na usalama wa Priscilla. Kama utaki Hamza kuchukie, usije ukamwambia mtu. Yulia akasema kwamba nimekuelewa, sina nia yoyote ya kuingilia masuala yenu ya kifamilia, ila angalau majibu haya yanaonyesha kwamba teknolojia yangu ipo sahihi. Nyakasura akasema asante. Yulia hakuongea maneno mengi zaidi, akaendelea kufanya utafiti wake kwa watu wengine. Ghafla, mara baada ya kuanza kupata muunganiko wa kigenetic kati ya mtu mmoja kwenye baadhi ya maeneo yote, alionekana kushangaa, alijikuta akishindwa kuamini. Nyakasura pale pale aliweza kuona mabadiliko ya Yulia kama vile ameona jambo la kutoamini. Hata hivyo bado hakuonekana kuelewa kilichokuwa kikionekana kwenye monitor zake. Sasa Nyakasura akasema kwamba Yulia, hebu niambie basi umeona nini? Ndio umegundua hizo DNA za Postman ama? Yulia alishia kurudi katika hali ya kawaida na kisha akatingisha kichwa kukataa. Akasema kwamba hakuna tu, nilidhani nimepata lakini inaonekana nimekosea. Ngoja nijaribu tena. Nyakasura akasema kwamba kwani ilikuwa nini? Mimi nikajua umepata gunduzi kubwa. Nyakasura alishia kurudi kwenye kiti chake na kucheza na simu yake janja. Sasa je, taarifa alizopata Yulia zinamhusu nani? Na kwa nini Yulia kashtuka? Jibu alilopewa Nyaka, je, kaongopewa ama ni kweli taarifa bado Yulia anatakiwa arudie kufanya, arudie mambo ya uchakataji wa taarifa. Lakini kwa nini Yulia ashtuke? Amemtambua nani? Na hiyo safari ya kijana wetu Hamza huko aendako Marekani
atafanikisha misheni yake yeye na Robert. Huyu jamaa kawavuruga. Huyu jamaa kawashika panapo. Watu wanatafutana. Lakini yote kwa yote, bado tu roho yangu inaniuma sana kuondokewa na Madam Warden jamani. Madam Warden. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, tuendelee kufahamu. Ila huyu mtu akikamatwa na Hamza. Huyu mtu ni nani ambaye ameshika sharubu za Hamza? Ndoto alikuwa na Lucas Lumbas. God bless you till we meet again. Bye bye.